Ndugu zangu wapendwa, tumsifu Yesu Kristo. Basi ninayo furaha kubwa kabisa kualika siku ya leo katika tafakari yetu ya neno la Mungu. Leo ni siku ya 38 ya mafungo yetu ya siku 40. Kwa hiyo kama ni mara yako ya kwanza unatazama, tumekuwa na mafungo ya Kwaresma ya siku 40 na leo ni siku ya 38. Ninakukaribisha ujifunze na ufuatilie katika channel hii, utakutana na mafundisho hayo yaliyopita. Ndugu zangu, leo nataka kuzungumza jambo fupi tu linalosema chagua leo. Je, unachagua Yesu au unachagua miujiza? Unamchagua Yesu au unachagua ishara na miujiza? Ndugu zangu, sisi sote tunapenda mafanikio. Mimi nayapenda, wewe unayapenda. Tunapenda sifa wakati mwingine, tunapenda utukufu wakati mwingine. Lakini swali la muhimu sana la kujiuliza ambalo linapaswa kutupasua mioyo yetu ni hili, kwamba tunamtafuta Yesu wa aina gani? Au tunamtafuta Yesu kweli au tunatafuta ishara na miujiza tu? Tunamtafuta Yesu kwa sababu ya utukufu wa ufufuko au kwa sababu ya njia ya msalaba? Unajua, ni rahisi sana kusema kwamba nitamfuata Yesu. Lakini je, tunaweza kuvumilia mateso? Tunaweza kuvumilia kejeli? Tunaweza kuvumilia upweke kwa ajili yake? Tunaweza kuvumilia kusemwa kwa ajili yake? Tunaweza kuvumilia kuchukiwa, kukataliwa kwa ajili yake? Ndugu zangu, watu wengi sana kipindi kile walimfuata Yesu kwa sababu kipindi cha miujiza, kwenye miujiza wengi walimfuata. Walipoona analisha maelfu, watu walimfuata. Walipoona analisha, anabariki mikate inakuwa mingi, watu wanakula, wengi walimfuata walipoona ishara hiyo. Walipoona anafufua wafu, wengi walimfuata. Walipoona anaponya wagonjwa, wengi walimfuata. Lakini walipoona msalaba, wengi walikimbia. Walipomuona kwenye mateso, wengi walikimbia. Hata leo ndugu zangu, watu wengi sana tunaangukia katika mitego hii. Tunampenda Yesu wa ishara na miujiza, lakini tunamkataa Yesu wa mateso. Tunamkataa. Ukisoma Injili ya Marko, ile sura ya 8, mstari wa 34 na wa 35. Yesu anasema, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe au chukue msalaba wake kila siku na anifuate. Kwa maana mtu atakayetaka kuiokoa nafsi yake ataiharibu, ataipoteza. Ndugu zangu wapendwa, huu ni mwaliko wa kubadili mwelekeo wa maisha yetu. Ukristo wa kweli ndugu zangu haujengwi juu ya starehe. Ukristo wa kweli unajengwa juu ya kujitoa sadaka, juu ya sadaka. Katika maisha yetu ya kawaida tu tunaweza kuona mifano hii. Kwa mfano, kuna wazazi wanaojitolea usiku na mchana wakihangaika kwa ajili ya watoto wao. Wako watawa wanaojitolea usiku na mchana wakihudumia wagonjwa bila malipo. Wako watu wanaojikana kwa ajili ya wito wao. Wapo, wamejaa wengi sana. Wapo walimu ambao labda wanaishi kwenye mazingira magumu sana, lakini hawajakata tamaa kufundisha watoto. Wapo madaktari wanaofanya kazi kwenye mazingira mabaya, magumu ya kukatisha tamaa, lakini bila kuchoka usiku na mchana wanahudumia wagonjwa kwa upendo kabisa. Wapo wauguzi wanaoriski sana, lakini wapo tayari kuhudumia wagonjwa. Wapo askari wanaoishi kwenye mazingira magumu na hatarishi sana, lakini bado wapo tayari kuilinda nchi, wapo tayari kulinda raia na mali zao. Sasa hawa na wengine wengi sana ndio mashujaa wa kweli wanaoishi Pasaka hata kabla haijafika, ningeweza kusema. Kwa nini? Kwa njia ya misalaba yao, kwa njia ya msalaba wao wa kila siku. Wanabeba msalaba wao kila siku. Ndugu zangu, leo tunapomwangalia Yesu aliyefungwa mikono, anayepigwa mijeledi, aliyevikwa taji la miiba, tunapaswa kujiuliza swali hili. Je, bado tunamtaka huyu Yesu bila kuona muujiza wowote? Tunaweza tukamkubali huyu Yesu aliyepewa taji la miiba, aliyefungwa mikono, anayepigwa mijeledi, au tunasubiri tuone muujiza kwanza ndio tumfuate?
Tunamtaka Yesu wa mikate. Tunamtaka Yesu wa miujiza. Ndugu zangu, juma hili kuu linatuita tuone uzuri wa Yesu. Tuone uzuri wa wokovu uliozaliwa kupitia maumivu, uliozaliwa kupitia mateso. Mungu Mwenyezi atujalie neema ya kuweza kuona hilo na kuweza kumpokea huyu Yesu. Mungu awatunze.